TV ukiwa naye Mohamed Saha. Thank you. See, when you come inside the event, you're supposed to be relaxed, isn't it? You forget what happens at the campus. You forget whether there is a cat that is coming, isn't it? Whether there is an exam that is coming, you relax, isn't it? So we, on behalf of the campus management and the university management, I wish to officially welcome you to this particular event. We are glad that you found time to come here for this special event, that is cultural night, and again Mr. and Mrs. MKU Mombasa campus. So we are glad that you are here tonight. We want to request that you stay with us all the way to the end. Number two is you realize that we have been having the cultural week, and today marks the climax of the cultural week. Therefore, we want to believe that as we mark this climax for this particular week, we shall all endeavor to celebrate our cultural diversities. Therefore, I know as we represented here, we represent various cultures in our country, and as a university, we cherish the cultures of the country, and we cherish also the diversity of the cultures of our students and also our stakeholders. So welcome to today's event. We are glad that you are here, and we wish you all the best. All the participants that will be participating for Mrs. and Mr. MKU Mombasa campus, we wish you all the best as you participate and we plan to celebrate your victory. Thank you so much and may God bless. Tarehe 6 ilikuwa usiku mmoja tulivu wenye mahanja mtele ndani ya Waterfront Banquet Mama Ngina jijini Mombasa. Shughuli hii kuweza kupitishwa na chuo kikuu cha Mount Kenya pamoja na viongozi wa chuo hicho kuwa mstari wa mbele kushirikisha vijana wote wa Mombasa kushikana na kuhudhuria shughuli hii. Maudhui yakiwa ni umoja wa pwani. Hivyo basi wanafunzi wa vyuo vikuu kama vile Technical University of Mombasa, Kenya Methodist pamoja na shule kama JKUAT, KU na shule aina ainati waliweza kufika na kutangamana na wanafunzi wa chuo kikuu cha Mount Kenya. Comrades power. Comrades power. Thank you so much. Leo nafurahia kuwa hapa together with you the MKU comrades. Pia mimi bado ni mwanafunzi. The president inakuja na inapita. So to the current student leaders, congratulations to wale ambao wameingia leo, na kwa wale ambao wamepita still will be one of the alumni for MKU. So it doesn't mean our time imekuja na imeenda. We are MKU and will always be MKU. And congratulations and asanteni sana and have a wonderful event. Thank you so much.
Shughuli hii inawahusisha pia wanafasheni wa sanaa ya kuonyesha ugwiji wao kwenye jukwaa, pia kuwahusisha na wale wa kote pwani akiwemo Mr. Mtwapa, Mrs. Kilifi na wengine wengi waliowahi kushinda tuzo hizo za kwenye fasheni, ili kuwapa motisha wanaotaka kuanza safari yao rasmi ya sanaa ya fasheni. That's a nice story. Let's go. Hii ikiwa ni desturi ya chuo cha Mount Kenya kila mwaka unapoanza kuwaleta vijana pamoja kushindana katika kinyang'anyiro cha fasheni na pia kuburudika kwa aina zote. Hii ikiwa ni desturi ya chuo cha Mount Kenya kila mwaka unapoanza kuwaleta vijana pamoja kushindana katika kinyang'anyiro cha fasheni na pia kuburudika kwa aina zote. Yes, bila shaka tuko ndani ya Waterfront Banquet Mama Ngina ndani ya Mombasa, na MKU Mount Kenya University imeweza kufanya mradi wa shughuli hii ya kuleta wanapwani pamoja. Vile vile naye hapa geni wangu kutambulisha jina lake kamili na pia anatokea wapi, na maswali yangu yatafuatia baada ya kutambulishwa kwake. Karibu. Asante. Kwa majina naitwa Sultan Otieno, chairman wa Said Abdallah Foundation. Mimi ni mkazi wa Nyali. I'm a comrade as well. Comrades power. Comrades power. Comrades Ria. So I've been also a student leader before. I was a student leader at TUM, and I understand matters comrade. But the most important thing is today the event has been able to bring together most of the students, and not only students but youth within Mombasa, to come and gather together and share together, enjoy themselves. Yeah. Now, apart from the enjoyment ambacho wamekuja kupata burudani kwa wana comrade wengi waliokuja hapa, ni kitu gani ambacho huu mwaka tangu uanzie ambacho umeona ni comrades wanahitaji, either from any other institution ya university ama pia wana MKU watakapotazama video kama hii wataweza kupata nini kutoka kwako wao kama comrades wa MKU? Naam, asante. Changamoto zile wanafunzi wao wanapata, comrades wanapata, number one, mambo ya school fee. So ukiangalia kwa mfano sahi, utapata wengi wa wanafunzi wanakosa kumaliza shule ama kuendelea na masomo yao juu ya school fee. So ikiwa zile constituencies za Mombasa pia wanaweza consider wanafunzi kuwapatia zile bursaries, pasipo kujali kwamba pengine ni wazaliwa wa hapa ama nini, bora ni mwanafunzi wa Mombasa, ikiwa hata yatoka sehemu gani lakini ni mkazi wa hapa,
wapiga kura hapa wapewe hiyo nafasi ya kwanza. Cha pili ni kwamba saa hii kuna uongozi wa vijana ambayo inaendelea. Tukiangalia vijana wamekuwa kipaumbele, wako nafasi ya mbele kusukuma zile agenda policies zikuwe sawa. So ile msukumo ya vijana itasaidia ile kushikamana pamoja, ile unity, na tuangalie wale viongozi wenye tunawapatia nafasi wawe ni wale viongozi wenye wanajali maslahi ya vijana. Nadhani hiyo itakuwa sawa sana, manake wale viongozi wenye watajali maslahi ya vijana watakuwa wanaangazia zile policies ama zile vision zao zitakuwa zinalingana na maono ya vijana. Naam. Na swali la mwisho nikiendekeza tena ili kwa kupatia muda mtu mwingine pia. Swali hili linalenga kuhusu maisha ya wanachuo kikuu vile. Wapo watu ambao wanashindwa kuweza kubalance baina ya sherehe na masomo. Watu kama hao utawaambia nini? Naam, swali mzuri kabisa. Kwanza kuna jambo moja nimekosa kuguzia, ni mambo ya mental health. Mental health is real na ina affect wanafunzi, ina affect the youth in general, ina affect kila mtu. So ni muhimu sana wakati mtu akona jambo inamtatiza, ni muhimu ajiexpress yeye mwenyewe na aende akazungumze na wengine ama wale experts wenye wanaweza mfanyia ile counseling. Naam, sasa ukiangalia mambo ya kuna anasa, kuna sherehe na kuna masomo. So ukiangalia mambo ya masomo ni vizuri, they say people need to balance, kwa sababu uwezi ukapiga sherehe sana ukose kufanya masomo, na pia uwezi ukakaa tu eti wewe mambo yako ni kusoma tu na unasahau ile sherehe pia. So all of them you need to balance them. Najua it's a challenge, but it is high time that we learn to know how to balance so that ultimately umejienjoy vizuri na pia ile kile ilikuleta kama ni masomo pia umetimiza. Naam. Mtazamaji, ni hayo tu kwa leo. Mohamed Saha na hii ni Mo TV Weekend.